Tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026 kuelekea Malawi. Taondoka hapa asubuhi kwenda kuwafuata wapinzani wetu Mighty Wonders. Tapumzika, tafanya mazoezi jioni ya tarehe 4, tafanya mazoezi tarehe 5 na tarehe 6 tutaamkia uwanjani kwenda kupigania mnyama kufuzu kwenda hatua ya kwanza na hatimaye ligi ya mabingwa na hatimaye hatua makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Tunakwenda kutarajia tena kwenye michuano ya kimataifa baada ya msimu jana kuwa na anguko baya kweli kweli. Kwa miaka mingi tangu tumeanza kujipambanua kwenye uga wa kimataifa hatujawahi kuishia hatua ya makundi, lakini katika hali ya kushangaza kweli kweli, mwaka jana tumeshindwa kuvuka kutoka hatua makundi na kwenda hatua ya robo finali. Ilikuwa ni mwaka mzito kwa Simba Sports Club, ulikuwa ni mwaka mgumu kwa Simba Sports Club, na ulikuwa ni mwaka wa fedheha kweli kweli timu kubwa aina ya Simba Sports Club kushindwa kuvuka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Sisi failure yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea kuwa ndio benchmark ya kufeli ilikuwa ni robo finali, lakini mwaka jana tukashindwa kuvuka hata hatua makundi na kufika hatua ya robo finali. Sasa ya mwaka jana yameshapita, yaliyopita si ndwele. Tumekaa chini tukafanya analysis ya kiutawala na ya kiufundi, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata majibu na tukafanya usajili mkubwa ili uweze kuja kutusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao ambao tumewasajili ni wale wachezaji ambao kwanza wana energy lakini wana experience na exposure kubwa ya kuisaidia Simba kwenye michuano ya kimataifa. Imani yetu ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutavuka hatua ya makundi, tutakwenda mpaka robo finali. Lakini bado robo finali sio hatua ya kujivunia kwa Simba Sports Club. Malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyatimiza malengo haya ya kufika hatua ya nusu finali. Na kila tukitazama timu yetu, kila tukiwaangalia wachezaji wetu, unaiona Simba hiyo ambayo inakwenda kutimiza haya malengo na kukata kiu ya mashabiki kwa kufika hatua ya nusu finali. Kikosi kinaondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 kama ambavyo nimesema, lakini kwa kuwa tunakwenda Malawi, tumeandaa vile vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka. Lakini vile vile tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi. Tumewahi kusafiri kwenda Uganda kwa kutumia usafiri wa basi. Hizi ni rekodi za miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo safari hii tunakwenda kucheza na Mighty Wonders ambao ni mabingwa Malawi. Tukasema tusiache timu iende peke yao na tusiwaache wachezaji waende peke yao. Tuambatane na mashabiki watakao kuwa tayari kwenda kuipambania Simba huko, kwenda kuiteka Malawi na kwenda kufanya balaa kubwa. Sisi tunaamini huu ukanda wote wa kusini mwa Afrika huu, ukitoa Afrika Kusini, ukanda wote huu, sijui Botswana, Malawi, sijui Zambia, Zimbabwe, ukanda wote huu Simba Sports Club tuna uwezo wa kufika na kuiteka nchi husika na kuiweka chini ya uangalizi mkali wa mashabiki wa Simba mpaka pale mechi itakapomalizika. Kwa safari hii tunarejea tena Malawi, na safari hii tunataka kuvunja rekodi ya kusafiri na mashabiki wengi kweli kweli kuwahi kutokea. Kwa mantiki hiyo basi
tutakuwa na msafara wa mashabiki wa Simba ambao safari yetu itaanza tarehe 3 ya mwezi wa 9 saa 12 jioni, saa 1 kamili jioni. Safari yetu itaanzia hapa Dar es Salaam mdogo mdogo kuelekea Lilongwe, mji mkuu wa Malawi. Tutarejea Dar es Salaam tarehe 6 ya mwezi wa 9, kwa maana baada ya mchezo kumalizika, mnyama ashachukua zake ushindi wa kutosha pale Lilongwe Malawi. Hapo hapo mashabiki ambao tumesafiri na basi, tunaingia kwenye mabasi yetu, tunarejea Tanzania kwa ajili ya kuja kuendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo utaratibu wa safari ni kama ufuatavyo. Tunataraji kuondoka Dar es Salaam saa 1 kamili usiku siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 9. Safari yetu itaanzia Ubungo kwenye kituo cha mafuta cha Engen mkabala na Ubungo Plaza. Ni sehemu maarufu ambayo tumekuwa tukianzia safari yetu hapa. Kwa wale ambao wamesafiri kwenda Ngorongoro wanakumbuka sehemu ambayo tulianzia safari yetu. Na safari hii ni tofauti kidogo na safari za kikawaida za mashabiki. Hii ni safari ya luxury, ni safari ya kuenjoy, ni safari ya kufurahia, ni safari ambayo tunakwenda huku tunafurahia safari yenyewe. Ni safari ambayo ndani yake kunakuwa na burudani, kuna entertainment ya kutosha. Ni safari ambayo haturuhusu aina yoyote ya udhia ndani yake. Yaani watu wanakuwa comfortable, wanaenjoy mwanzo mpaka mwisho wa safari. Ni adventure. Nikisema neno hilo tutaelewana vizuri. Ni adventure, ni safari ya kwenda kufurahia maisha yetu ya sisi kuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye gari kuna kuwa na burudani za hapa na pale. Wakati tunakwenda Malawi, kuna mtu mmoja kwenye gari nilokuwa nimepanda, yeye aligeuka akawa DJ. Alikuwa na DJ booth yake, akafungua akaweka hapo, akawa anagonga ngoma mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari. Kwa hiyo na safari hii yule bwana nimemsahau jina lake, lakini kwenye gari yetu namba 2 tulikuwa tunamuita DJ. Kwa hiyo nimkaribishe yeye na timu yake, tuambatane pamoja kuelekea Malawi, aje na muziki wake au funge pale, watu wacheze, waenjoy, wafurahi. Safari itaanzia Dar es Salaam na kituo cha kwanza itakuwa ni Msolwa. Ni kituo maarufu kwa watu ambao wanasafiri kuelekea njia hii ya Morogoro. Watu pale watapumzika kidogo, watapata refreshment, watapata chai pale. Kwa wale watu wa nyama choma watagonga hapo. Baada hapo tunaondoka. Kituo cha pili itakuwa ni Morogoro mjini, Msamvu pale. Mwendo ni ule wa kupumzika. Kama kuna mtu vinywaji vimepungua na kwenda anachukua na ongezea, tunaingia tena kwenye safari yetu. Tukitoka hapo ni mdogo tunakatiza Mikumi ile. Kituo chetu cha 3 itakuwa ni Ruaha Mbuyuni. Watu wanasimama tena pale kwa ajili ya kuongeza mipango na kuchukua refreshment. Tukitoka Ruaha Mbuyuni, kituo chetu cha 4 ni Makambako, njia panda pale. Watu wanashuka kidogo pale, wanabadilisha upepo, wanapata upepo wa Makambako. Baada hapo, tukitoka hapo ni mwendo Yena. Kituo chetu cha mwisho itakuwa ni Mpakani. Lakini kabla ya kufika Mpakani, tutaingia Kyela mara moja. Wenzetu mashabiki wa Simba mkoa wa Mbeya, hususan wilaya ya Kyela, kuna matawi ya kutosha pale. Wametuandalia chakula cha mchana, wametuandalia sehemu ya kuoga, wametuandalia sehemu ya kupata refreshment, yani sehemu, kwa sababu tunakuwa tumesafiri usiku kucha. Kwa hiyo tukifika Kyela pale, watu wataingia waoge kwenye hoteli, watakula, mwenye perfume, mtu apulize kidogo perfume yake pale na nini. Wale watu wa shadow wale muhimu wakapaka shadow zao na nini. Watu wakapendeza, yani wakaji-update. So mnasafiri mnakuwa muelewani, huyu mwanamke huyu mwanaume, kwa sababu na nini na kuemeshaisha ile nini wanataka nile makeup na kuishaisha. Kwa tukifika pale Kyela, mnapata muda kidogo wa kuji-update, unapiga makeup yako pale safi na nini. Baada hapo tunaendelea na safari, tunavuka boda,
tunaingia Malawi, na baada ya hapo hakutakuwa na kituo kingine rasmi, ni moja kwa moja kutoka Kyela kuitafuta Lilongwe. Kyela tu Lilongwe ni kilomita chache tu, kama 400 fulani hivi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuvuka mapema, maana yake ni kwamba tutaingia Lilongwe mapema zaidi, ili watu wapate muda wa kutafuta sehemu za kufikia, kupumzika na vitu kama hivyo. Sasa basi, nauli ya kuelekea Malawi kwenda na kurudi itakuwa ni shilingi 200,000. Gharama halisi ya kwenda Lilongwe na kurudi ni zaidi ya 2,500,000, 300,000. Lakini tukasema tuwatoze watu wetu shilingi 200,000 tu, itakaopelea Simba Sports Club tutaongezea kupitia marafiki zetu, kupitia wadhamini mbalimbali ambao watajitokeza kuchangia safari yetu hii. Lengo letu ni kwamba tusiache mtu nyuma. Kwa hiyo kwa shilingi 200,000 pekee utakwenda na kurudi Ngorongoro. Kwa kuwa Mungu wangu, Ngorongoro tena. Utakwenda na kurudi Malawi. Chakula, malazi, kila kitu itakuwa juu yako. Tutakachokifanya Simba Sports Club baada ya kufika kule Malawi, tutakuwa na sehemu ambazo tutawapendekezea watu waweze kufikia, kwa maana ya kwamba mratibu wa timu Abbas Vasco da Gama atakuwa ashafika Lilongwe mapema, ataangalia maeneo mazuri. Tukifika pale, yeye atatusaidia kutusuggestia bane, ile pale hoteli ni kiasi kadhaa, ile pale ni kiasi kadhaa, kula mnaweza kula sehemu fulani, ili at least mtu ufanye maamuzi kwa kitu ambacho umeshapewa taarifa zake. Kwa hiyo kwenye maeneo hayo msiwe na mashaka, tumeratibu vizuri kweli kweli. Jambo la muhimu na la msingi, tunakwenda nchi ya watu ambayo ni Malawi. Cha kumshukuru Mungu ni kwamba hakuna visa, lakini ni lazima uwe na passport. Kwa hiyo kama unataka kwenda Malawi, sharti la kwanza lazima uwe na passport. Kama hauna ile ya kitabu yake, yani akiwa na passport yake, akifika hapa tutatoa kopi pamoja na kadi ya yellow fever, kadi ya manjano. Hii ni muhimu kweli kweli. Hatutapokea nauli ya mtu kama hauna passport na kama hauna yellow fever card. Kama unahitaji kupata kadi ya yellow fever, unaweza ukatupigia tukakwambia wapi unaweza kupata. Lakini kwa haraka tu, ukienda hospitali ya Mnazi Mmoja, ukifika pale unapima, unafata procedure zote, unapata kadi yako, na wewe unakuwa sehemu ya safari yetu ya kwenda Malawi. Kwa wale ambao watakuwa wako mbali na wanahitaji safari hii, ile namba nimesahau kuiandika hapa. Baada mpe nani anipe namba ya platinum hapo. Mshtue bwana Chiko Ushindi. Imekwaje tena? Uchawi upo. Nimejiandaa vizuri, nimesahau namba. Kwa wale ambao watakuwa wako mbali, mtu pengine yuko zake na Chingwea huko na anataka hii safari, anaweza akashindwa kuja hapa ofisini physically. Unaweza ukatupigia kwa nambari ya simu, ukalipa nauli yako, ukatuma kopi ya passport yako pamoja na kopi ya yellow fever yako. Kwenye huu upande, wakati nasubiri namba, kwenye huu upande wa yellow fever, tujitahidi kila mmoja achukue yellow fever yake kutokea hapa Dar es Salaam, kwa sababu ukitegemea kwenda kupata pale mpakani, unaweza ukabaruzwa ukajikuta unapoteza fedha nyingi. Hayo ni maandalizi kwa upande wa Dar es Salaam. Wenzetu wa Mbeya na wenyewe vile vile wanafanya maandalizi ya kuungana nasi kuelekea katika safari yetu hii ya kwenda Malawi. Mpaka sasa nimeshapokea orodha ya wanasimba wasiopungua 70
ambao wanapatikana wilaya ya Kyela kwenye matawi ya Simba ya Kyela, ambao wameshaanza wao kujikusanya kwa nauli ya shilingi 130,000 kwa ajili ya kuelekea Malawi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatangazia wanasimba wote wa Mbeya, wao ndio wenyeji wetu kwenye safari hii. Tunategemea wao ndio watakuwa wengi zaidi kwenye safari hii. Kwa hiyo wilaya zote za Mbeya kuanzia Songwe, Tunduma yote ile kurudi hivi kuja mpaka Mbeya mjini, kwenda mpaka Makongolos, Chunya, kuja mpaka Kyela kwenyewe, wanasimba wote wa mkoa wa Mbeya, tarehe 4 tukutane mpakani pale, tukutane mpakani kwa ajili ya kuvuka pamoja kuelekea Lilongwe kwenye mchezo wetu huu. Tunategemea mkoa wa Mbeya ndio utatoa idadi kubwa ya mashabiki, kwa sababu wao ndio majirani zetu na wao ndio tunawategemea waende wakatusaidie kutafsiri wakati wa Malawi watapokuwa wanazungumza na sisi kwa kilugha chao, kwa sababu Wanyakyusa na Wamalawi wanaelewana kidogo. Kwa hiyo tukiwa na Wanyakyusa wengi kwenye safari hii, hakuna Malawi ambaye anaweza akatutukana. Akitukana unamwambia Mwakalobo amesemaje huyo? Amesema 1 2 3. Kwa hiyo kama ntusi maana yake unaruka naye hapo hapo. Kwa hiyo tunategemea tapata ushirikiano mkubwa kutoka kwa watu wa Mbeya pamoja na Iringa yake kwa ujumla kwenye safari hii ya kwenda kumshuhudia mnyama akianza vema kampeni yake ya kwenda hatua ya makundi na hatimaye finali, nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Angalizo la muhimu, tukifika pale boda tuache ujuaji na tuache kuzagazagaa hovyo. Tukifika pale boda, focus yetu ya msingi ni kuvuka kuelekea upande wa pili. Mara nyingi tukifika boda pale watu wanasambana, kila mtu anakula mtaa. Inatupa wakati mgumu kwenye kujikusanya pamoja ili tuvuke kwa pamoja tuingie upande wa pili. Kwa safari hii tukifika boda kwa utaratibu wa kueleweka, kwa sababu tunakuwa tayari tumeshakula Kyela, tumeshaoga Kyela, tuko safi, tumependeza. Maana yake ni kwamba tukifika boda shughuli yetu ni moja tu, kuvuka kuingia upande wa pili. Pale boda kuna harakati za kuchange fedha, na zenyewe tuwe makini. Kuna watu huwa wanapigwa sana pale. Kabla ya kuchange fedha, hakikisha ya kwamba umepata taarifa ya kutosha kuhusiana na money exchange. Usije ukachange fedha ukatoa hela nyingi ukapewa hela kidogo. Wajanja wengi pale boda. Kwa ni vema ukafika ukatuliza akili. Kama kuna taasisi ya kifedha pale, ukaenda ukachange fedha zako, ukaingia Malawi ukiwa uko clean, haujatapeliwa na wala haujaibiwa. Kwa wale wote ambao wanahitaji kuungana nasi kwenye hii safari na ratiba za makazini ama za safari zinawabana kuja kuleta nauli zao hapa, wanaweza wakapiga simu, na muhimu ni kwamba hatupokei order. Tunapokea fedha, tunapokea yellow fever, tunapokea passport. So upige simu, niwekee siti 2. Hatupokei order. Tunapokea fedha iliyonyooka. Tunaanza na basi la kwanza ambalo ni basi la Simba Sports Club. Likijaa tunakodi mabasi mengine. Tusikose walau mabasi 3 ili twende tukaizamishe Malawi. Kwa nambari ya simu ya kupiga na kulipa fedha yako ni 0742 771 311. Narudia 0742 771 311. Hiyo ni nambari ya simu ya mkononi ambayo unaweza ukapiga ukalipa fedha zako na jina litatoka Simba Sports Club. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, kama kuna maswali basi niruhusu, lakini niwakaribishe nanyi ndugu zangu waandishi wa habari, twendeni Malawi. Mwaka mzima umekaa Dar es Salaam au mwaka mzima umekaa Tanzania, tutoke kidogo, twendeni Malawi. Hata Malawi inawashinda wanangu, twendeni Malawi.
Sababu Malawi ni Mbeya ya zamani. Twendeni Malawi. Sawa bana mwambie bosi wako mpenja, twende Malawi. Kila siku tu Tabata bima. Safari hii unakwenda Malawi. Sawa bana Jadu sina wasiwasi naye. Sababu yeye ndio boss. Anajilipia tu mwenyewe anakwenda Malawi, hana shida. Global sina shida naye. Yule Saliari anatoa tu hela kwenda Malawi. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu. Swali ni ngome yetu ya ushindi. Ndio maana tumechagua kwenda Meja Jenerali Samuyo. Panapokupa amani ndipo unapopachagua. Kwa kama msimu uliopita tumecheza pale zaidi ya mechi 10 na tumepata sare 2 tu, maana yake ni kwamba hii sehemu sisi kwetu wana Simba ni sehemu salama kweli kweli. Kwa hiyo tumechagua sehemu salama ambayo inaweza ikatusaidia kutimiza malengo yetu ambayo tumejiwekea msimu huu, ambayo ni ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Msimu uliopita Meja Jenerali Samuyo imetupa ubingwa wa kombe la CRDB. Kwa mwaka huu tukasema acha tukachukue na ubingwa wa NBC. Ndiyo timu. Welewa hivyo. Elewa hivyo. Tukutane Samuyo mbali ndo unyama kule. Pia mwalimu kocha mkuu alishari kwenye interview zake kuzungumzia kwamba ule uwanja pale kidogo ulikuwa una changamoto. Sasa sijui labda mmeamua tu kwenda naye hivyo pamoja na kwamba kuna wakati haumridhishi au mmeshakaa mkasolve baadhi ya hizo changamoto. Sijajua kwenye mrengo gani, lakini unapozungumzia viwanja bora vilivyopo Tanzania vyenye nyasi asilia, cha kwanza ni Benjamin Mkapa, cha pili ni Mo Simba Arena, cha tatu ni Meja Jenerali Isamuyo. Kitu pekee ambacho kinafanya sisi tusichezee mechi zetu Mo Simba Arena ni majukwaa tu, lakini unapozungumzia pitch, ukitoa Benjamin Mkapa, the second one ni Mo Simba Arena. Baada ya Mo Simba Arena, cha tatu kinachofuata kwa ubora, Mungu wangu cha tatu kinachofuata kwa ubora ni Meja Jenerali Isamuyo. Kwa ni sehemu salama kweli kweli ya sisi kuchezea mechi zetu pale. Lakini inawezekana hizo changamoto zilikuwa msimu uliopita. Msimu huu Meja Jenerali Isamuyo kuna improvement ya kiwango cha juu mno. Unajua ni uwanja ambao utatumika pia hata kwenye AFCON. Kwa ni uwanja ambao unatazamwa kwa jicho kubwa, ni uwanja ambao upo kwenye maandalizi makubwa, na hiyo ndio sehemu sahihi kwa Simba Sports Club kwenda kutumia kwa ajili ya mechi zetu. Kwa hiyo kama kulikuwa na changamoto, basi ni msimu uliokwisha. Na sasa hivi Meja Jenerali Samuyo una improvement ya kiwango cha hali. Hata sehemu ya waandishi kukaa hivi sasa tayari mmeshawekewa sehemu yenu ya kukaa. Mkifika pale mnakaa sehemu nzuri, na kingwa ampati tena jua, mnakaa kwenye masofa safi, mnaangalia mechi. Kuna sehemu ya kuchaji, kuna kafriji tutawekea pale, mtakuwa mnapata juice za mtaenjoy sana Meja Isamuyo. Karibuni sana jamani. Bwana mpaka ulize. Taarifa za baadhi ya majeraha ndani ya kikosi unaweza kutuambia, lakini pia tamani kufahamu sana status ya mchezaji Abasaleka. Taarifa kuhusiana na majeruhi ambaye tulikuwa nao currently alikuwa ni Jibril Kasali Tanja, mlinda mlango huyu ambaye aliumia kwenye mechi dhidi ya Kagera na akaukosa mchezo wa Pamba na Singida. Taarifa njema ni kwamba kwa sasa anaendelea vizuri sana. Nasubiri ripoti tu ya mwisho ya madaktari
itatueleza vipi kuhusiana na status yake. Awali tueleza kwamba matibabu yake hayahitaji operation wala hayahitaji kukaa nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo hivi punde Kasali atarejea kwenye majukumu yake, na matibabu yake ni ya kutumia dawa tu na wala hahitaji operation. Majeruhi mengine alikuwa ni Nixon Kibabage ambaye na yeye anaendelea vizuri sana, amesha improve pakubwa, na hii leo anarejea tena katika uwanja wa mazoezi. Hadi kufika tarehe 25 26 tutakuwa na update sahihi kuhusiana na Kibabage. Mwingine ni Yusuf Kagoma, naye vile vile alipata changamoto kabla ya mechi yetu dhidi ya Singida, lakini anaendelea vizuri. Mechi dhidi ya Singida angeweza kucheza, lakini madaktari wakasema ili kumpata kwa ukamilifu wa mechi zijazo ni vema mechi hii yakapumzika. Kwa hiyo naye vile vile hakucheza mechi ile ili kumpa muda wa kupumzika na kurecover kwa matumizi ya hapo baadaye. Kwa hiyo hiyo ndiyo hali ya majeruhi ya wachezaji wetu mpaka muda huu. Alassane Kante bado sijapokea taarifa rasmi kutoka kwa viongozi wangu kitu gani kinaendelea. Bado ni mchezaji wetu, tuna mkataba naye. Nini kinaendelea baina yake na Simba Sports Club? Nitakapopata taarifa mpya, pengine tukiwa njiani kuelekea Malawi au kabla ya kuelekea Malawi, nitakuwa na taarifa kuhusiana na Alassane Kante na nitakuja kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari.